Ali Mufti anakaribia hapa kwenye Zilizobamba, atupitishe huko mtandaoni kwenye taarifa mbalimbali. Ali wa Mbuzini ama Mangula finest. Wazee wako wa gerezani kule sasa hivi wametulia. Vizuri. Wanafuatilia. Kabisa. Na karibu sana bwana. Yes, kama nilivyokuambia kwamba ni miongoni mwa vipindi ambavyo kiukweli wao wanavipenda kweli kweli. Kwa hivyo lazima watazame. Unazungumzia Kibelege hiyo. Kutoka Mangula unasogea kisawa sawa, kisha Kibelege. Lamani iko kichwani. Kabisa. Ali, tuambie leo kwenye Zilizobamba umekuja na nini na tunaanzia wapi? Kwanza ni kushukuru kwa kunikaribisha katika kipindi cha adhimu kabisa cha Viwanjani. Ndio. Lakini pia nimshukuru Sharifu Bayona na Idi Nonga kuungana nao pia. Kabisa. Kwa hivyo twende moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii. Tuone na kwenyewe huko kuna habari gani baada ya kuyapata mengi sana. Nini kinaendelea katika mitandao ya kijamii? JKT Tanzania ndio timu ambayo kwa kiasi kikubwa sasa hivi wana mengi ya kutamba katika mitandao ya kijamii wakiwa na alama zao 27 na michezo 15. Wanasemaje? Baada ya jana ya kushinda goli 1-0 dhidi ya Mashujaa, wanasema daftari la mchango wa ubingwa namba 1 Mashujaa ametoa pointi 4 kwa sababu tayari washacheza michezo miwili. Mchezo wa kwanza ulitoka sare, alafu mchezo wa pili wameshinda kwa goli 1, wamechukua alama 4 kutoka kwa Mashujaa. Nani mwingine atachangia katika daftari hilo la mchango? Kwanza hapo imekuja namba 1. Yes. Alafu ikashuka 1 mpaka 5. Yes. Hakuna hapo ambayo imejazwa. Alafu ndo wanaendelea sasa. Wanaendelea. Kwa hivyo wanasema asante Mashujaa FC kwa ushirikiano wako. Mliotoa ahadi tutapita kukusanya alama zetu. Tunaomba ushirikiano wenu. Kwa hivyo kama kuna timu zimetoa ahadi, inawezekana raundi ya kwanza walitoa labda alama 1 au walitoa alama 3. Kwa hivyo wanaombwa ushirikiano kwa mzunguko wa pili kwa sababu JKT Tanzania Kudu hiyo atakwambia mara zote kipato huleta majivuno. Na hilo daftari kivyo vyote JKT hawezi kuipeleka Dodoma. Kivyo vyote kaka hawezi kwenda hiyo. Kwa nini? Mechi ya kwanza 2-2, mechi ya pili wamepasuka pale kwao. Kama daftari la michango hilo. Kama walivyofanya wao kwa Mashujaa. Kwa Dodoma wapeleki akapasuka. Lakini tambo zote hizi za Mashujaa tukumbuke tu ya kwamba anashika nafasi ya pili ni Young Africans, ana alama 22 na michezo mingi hajacheza bado ya. Alafu anayefuata pale Mtibwa Sugar na alama 21. Kwa hivyo mwisho wa siku tutajua. Twende katika posti nyingine tuone kwenyewe nako kuna habari gani. Au Mashujaa ambao ndio nimesema kwa sasa katika mitandao ya kijamii kiukweli wanatamba sana. Huyu ni Sospita Bajana. Au JKT na sio Mashujaa. Umesema hao Mashujaa ni JKT. Kumbe nashukuru, ndio maana upo bwana Shemai, kazi yako ni kunikumbusha. Nafikiri yule kijana wetu kumpa jina la Hassan ilikuwa ni bahati mbaya. Iko bahati mbaya. Sawa. Yes, Mashujaa JKT Abel Hassan. Vipi bwana? Kuna watu wanachoma ubani huko. Wanapulizia. Na kuna mtu anainga kuku tu mpaka hali aondoke. Kuna mtu anafukuza kuku tu saizi. Yes, JKT Tanzania wanasema Sospita Bajana, kama unahisi hii ni AI, tunaweza kuandalia tukio kama hili pale ukumbi wa Mlimani City. Alafu kiungo wetu akarudia tena kuruka kama hivi. Anaitwa Shaulin Sospita Bajana. Watambi sana. Kaka haki yao. Wana kila sababu ya kutamba. Haki yao ni kweli kabisa. Na picha inajieleza kiukweli kwa namna alivyoruka. Tunampongeza pia mpiga picha. Ambaye ni Honest Eyes yule. Anaitwa Shaulin Sospita Bajana. Shaulin yani ile nafikiri wameunganisha na mambo ya Shaulin soka. Yes. Mpira unaruka juu unakaa saa 2 ndio unarudi chini. Mambo ambayo unaweza kufanya. Anaitwa Honest alipiga hiyo picha. Honest ipo bodi ya ligi. Yuko bodi ya ligi na kwenye mitandao naona pale nimeona mkongwe Chazabel amemtaja Rabi Hume, amemtaja Muvaibu, anasema tushapewa picha tayari saizi. Hii ni challenge, tupeni picha hii. Honest kijana miongoni mwa vijana ambao wanafanya kazi nzuri. Tumpe hongera zake, anafanya kazi nzuri sana. Picha nzuri sana kwa sisi ambao kuna wakati Yasini Mustafa yes alikuwa. Yasini Mustafa alikuwa anatumia zaidi mguu wa kushoto. Kwa upande wa kushoto wakati akiwa Yanga sasa. Benjamin Mkapa.
Sawa, twende katika posti nyingine. Hayo ni ya JKT Tanzania, tuone mashujaa. Sasa hao mashujaa niliokuwa nawatajataja wanasema tuendelee kujichaji Watanganyika, tutajaa tu, kwa maana ya hiyo chaji itajaa. Vijana wetu wanapambana sana kupata matokeo, lakini bado mambo yanakuwa magumu. NB Shujaa usisaliti chama. Kuna mmoja hapa anasema sijajua kwa nini Mashujaa ikifungwa huwa anaumia. Pamoja na mambo mengine, lakini mimi navutiwa sana na hivi vibonzo vya Mashujaa. Ni kweli, ni kweli. Ubunifu wa kiwango cha juu sana. Sana. Wanafanya kazi nzuri sana. Idara yao ya habari kwa hakika inafanya kazi kubwa sana. Bado hawajampata mpinzani. Alafu ukiangalia hapo anajichaji, nilikuwa sijaona. Anajichaji ndio, kwa hivyo wanasema wataendelea kujaa, watajaa tu. Tena kwenye uchaji kupungua, wamekuja mjini na mechi 3 zote wamepasuka. Na Yanga goli 6 na Simba Sports walifungwa jana na JKT kwa mjini kuchungwa. Na ukiangalia hiyo chaji ipo kwenye baa moja. Yani chaji ishaisha. Baa moja ndio inajichaji. Inajichaji kaka. Basi sawa, hayo ni ya NBC Premier League, ambapo na leo tuna mechi 2 za NBC Premier League. Si ndio bwana shemeji? Mbili au moja? Mbili. Saa 8 na saa 10. Uko vizuri shemeji? Nipo vizuri. Twende katika posti nyingine tuone. Hawa ni Mbeya City. Mbeya City walienda Ali Hassan Mwinyi, ambao tayari umefungiwa kwa mujibu wa taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini pale wakabahatika kuchukua alama 3 kwa ushindi wa magoli 2 mbele ya TRA. Na wakasema hali ya dingi yetu ndo iko hivi, tuendelee kumwombea baada ya wao kuchukua alama 3. Yani hili ni jengo la TRA. Hao wengine ambao nao naendelea kuwapongeza Mbeya City walivyorudi tu walivyopanda ligi kuu kwa maana ya kurejea, sio kurejea ligi kuu. Walikuja na huu mtindo na wao wa babu hiyo. Hilo bango ukifika pale kumbukumbu ya CCM Sokoine unalikuta liko pale. Au sio? Na siku hiyo nikamwambia Rashid, twende tukapige picha pale. Moja kati ya mabango maarufu sana pale Mbeya, na yenyewe pia inaakisi kwamba timu ina watu. Sawa. Timu ina watu. Moja ubunifu mkubwa ambao wameamua kuja nao tangu timu imerejea ligi kuu. Alafu Mufti, kwa nini siku moja usimpate hata nani yule wa Mashujaa? Admin wa Mashujaa ukaja naye kwenye mitandaoni akatoa vitu hapo. Wazo zuri hilo limepita, kwa sababu sisi zilizobamba na tunamrecognize kwamba anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo inabidi siku moja umshawishi aje, uwe naye hapo bana, na kisha tutamtafuta wewe, alafu tunatafuta vitu vyake ambavyo ni best, tunavidisplay bana, ili mradi pia itasaidia pia ajulikane, kwa sababu unajua changamoto ni kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi nzuri, lakini hiyo wapo nyuma yani, na sio tu kujulikana. Wazo pia litasaidia kwenda kuwaibua na wengine. Kama hivyo unasema Mashujaa amekuwa wakifanya poa sana, umewazungumza wa JKT na wamekuwa wakifanya poa sana. Sasa hivi tunaizungumza hiyo JKT muandika caption inabidi tukifanya JKT. Utakumbuka kile kipindi hata timu ikiwa ndo inaelekea kushuka ligi kuu, wakati Ruvu shooting ya kibaa pale Mlandizi Pwani, admin alikuwa yani katika watu ambao wameumia ile timu kushuka ni pamoja na admin wa ile timu. Ndio maana walikuwa yeye anaibua mjadala mkubwa sana. Kuna kipindi ulikuwa unamtaja msemaji yule, ulikuwa unamtaja sana, au yeye ndo anaandika nini zile. Tuendelee bwana Mufti. Ndio hivyo, lakini hao Mbeya City wanasema huwezi kukusanya kodi halmashauri alafu tukakuangalia. Maana halmashauri na wenyewe nao wanakusanya kodi. Kule kuna manispaa, mambo ya watu wa leseni ndo wanajua. Kwa hivyo na wao pia wanakusanya kodi. Kwa hivyo TRA wanakusanya kwa taifa kwa ujumla. Kwa hivyo ndio maana kulikuwa kuna ushindani hapo manispaa na yani kwa maana halmashauri na hao watu. Ndio maana msemaji wa TRA anasema watu wote nchi hii ni mashabiki wa TRA. Yes, ni kweli. Utaki usitaki. Sawa, twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Kelele zimekuwa nyingi mjini kwa sababu tu kuna timu imeibuka ilikotokea huko
imejikuta sasa ipo nafasi ya 4 na huu ndio msimamo wa English Premier League. Kwa hiyo kusema kelele zimekuwa nyingi mjini kwa sababu Man U kwa eti Man U bwana peke yake bwana. Mzee vipi bwana atakufukuza hapo? Unaona sasa? Eti kwa sababu timu bwana tuombe radhi kwa sababu mashabiki wewe mzee vipi? Eti kelele zimekuwa nyingi mjini. Mimi najua atakwambia kuchana shemeji. Mimi kajua zungumzia hasa na juu pale. Kama ndio yafuna mstari umewekea. Umata kusema Man U kaka. Mimi sisemi. Wewe acha bwana. Lakini kelele zimekuwa nyingi. Unaona sasa? Acha kutufadhaisha bwana wewe. Hii ndio inathibitisha kwamba kelele zimekuwa nyingi mjini. Huyu apendi na zetu ndio msikia huyu. Ali ngoja. 4 imekuwa kama ni jambo la ajabu. Ali ngoja. Unajua namna ulivyoanza kuizungumza, yani kama vile mtu fulani hivi wise. Kelele zimekuwa nyingi mjini. Mimi najua nasema Arsenal bwana. Bwana kwani kesi inakuhusu? Mbona hata upo upande gani? Mbona kama vile uko nyuma? Waache Manchester. Nafasi ya 4. Tena siku nyingine ukija na kufunia na cha kuposti. Ndio imekuwa story. Sikilize. Waloko nafasi ya kwanza. Sikiliza. Wewe tulia wewe. Siku nyingine ukija unaanza na matokeo ya United hapo. Unaweka kwanza. Yaani yale matokeo ya mechi zao 4 zote zile unayaweka pale. Alafu ndo unakuja na ile bango lako la msimamo. Yaani hapa usiombe angekuwepo na Hinjo. Vipi bwana wewe? Hinjo kuna mmoja akaposti anasema bwana Mungu inatosha bwana. Unifanyia inatosha. Watatua ni kisukari cha raha. Kia Mungu nakwambia. Yes, lakini huo ndio msimamo na mechi jao wanacheza na mechi jao wanacheza na nani? Watuambie wenyewe. Mechi nani? Tottenham Hotspur au nani? Hivi Arsenal tayari cheza nao. Arsenal hajafungwa na Man U. Ngoja kwanza. Arsenal hajafungwa na Man U. Tayari tushakanda. Tushakanda. Tottenham hamjakanda. Tayari. Kandwa kaka. Ni kukanda hapana. Nini sasa? Yule kunya yule anavyofanya vile. Kukanda. Unajua wachezaji wote watakuwa na mtangazaji anaanza Mbumo nini anasema ile mtangazaji. Tuendelee nyimbo. Kuna kumbe wanaumia wengi tuendelee kaka. Ndio utafanya tena. Yes, hayo ni ya ligi kuu ya England kule ama Uingereza kwa maana ya nchi, lakini ile ligi inaitwa ligi kuu ya England ama sio? Ndio maana nasema. Yes, ukitaka kwa kimombo unasema English Premier League. Haya. Bwana huyu ni N'Golo Kante ametoka Al Ittihad kule Saudia na sasa yupo Fenerbahce kule Uturuki na jana alicheza mechi yake ya kwanza lakini timu yake ilishinda kwa magoli 3-1. Kama utaratibu wake ulivyo alivyofanya katika kombe la dunia ndivyo alivyofanya katika mechi. Timu imeshinda lakini katika kushangilia ilibidi wamwalike wenzake, bwana twende tushangilie, tunashangiliaga hivi, hebu azibe mdomo. Yaani vyote anaelekezwa. Wewe ndo N'Golo Kante. Unaona hapa kwa vitendo. Yaani kila kitu anaelekezwa. Namna alivyokuwa humble huyu mtu, ni hataki shida na watu, ni mtulivu sana Kante. Ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu amemuumba, lakini anapokuwa na mpira uwanjani mambo ya utulivu ndo unaweza. Sio tu anapokuwa na mpira, hata anapokuwa hana mpira uwanjani. Ndio. Unaweza nakumbuka mara ya mwisho timu ya taifa ya Ufaransa walikuwa wanasema Kante ni kama vile yupo kila eneo. Ni maji uwanjani. Yani fanisha kama maji duniani. Kila eneo N'Golo Kante anaonekana. Kwa hiyo miaka 34. Alafu ni miongoni mwa binadamu ambao kwa hakika amekuwa yani wachache mno wenye tabia za N'Golo Kante, unajua kwa leo aliofikia ustawi ulikuwa nao. Alafu ndio mtu wa hivyo yani star yani, alafu bwana ukatasha ana habari yani wala ringi. Sawa, tumalizia mwisho kabisa bwana Shemeji, ili nikuache uendelee na timu hapa ya The Pitch. Angalia malipo ni hapa duniani. Ukisikia malipo ni hapa duniani. Ukisikia malipo ni hapa duniani ndio hii. Harusi hiyo. Yaani huyo papa akaona hapa naweza angalia. Ila hii imenoga ya kwanza hii. Akaona wewe alibahatisha. Au ya pili. Nakumbuka bwana Shemeji, hivi ndio vitu vyako. Vitu vya wewe, vitu vyangu hivyo. Hii sikusingizia. Na wakoga sana hivyo mtaani kwangu kule. Basi sawa, yes, hayo ndio ambayo nimeweza kuyakusanya katika mitandao. Bwana, shukrani sana Ali, umefanya kazi kubwa sana kwa hakika. Na tumeenjoy sana kusema kweli mambo ya mtandaoni. Tumeona namna ambavyo umetuletea stories zenye burudani kubwa kweli kweli. Lakini hili wazo la Bayona, tafadhali kwa heshima na taadhima kubwa sana tunaomba ulifanyie kazi. Lakini pia naomba tutoe msisitizo kuwakumbusha timu zingine. Sisi hatuchagui timu, tunatembea katika timu zote. Leo hii unaona hapa tujagusa Yanga, tujagusa Simba, tujagusa Azam, tujagusa Singida, lakini vitu vimebamba hapa tu vizuri. Kwa hivyo na timu zingine na zenyewe zitumie fursa hiyo katika mitandao yao ya kijamii na tutapita huko. Wapige kazi. Yes, wachape kazi. Wachape.